Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kirafiki wa tamasha la Simba Day ambao ulikuwa ukisubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya leo na nje ya mipaka ya Tanzania ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo Simba wanakwenda kucheza mchezo huu ama wanacheza mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police kutokea katika nchi ya Kenya, ambapo mchezo ni sehemu ya kukiangalia kikosi chao kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027, ambapo tunashuhudia Simba wameweza kutambulisha wachezaji wao wapya, bila kusahau jezi zao mpya kwa mara ya kwanza zimeweza kuvaliwa katika uwanja wa Uhuru katika mchezo ambao kwa sasa unaendelea majira ya saa 2 kamili usiku. Fahamu katika mchezo huu tunashuhudia kupitia mtaalamu mkuu, kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kwa upande wa kikosi chake ambacho kimeweza kuanza siku ya leo. Kikosi chake hakina mabadiliko kutoka kile ambacho alikuwa akikitumia msimu uliopita, kwa sababu anaendelezea pale ambapo aliishia, ambapo tunashuhudia kwa upande wa mfumo ni ule ule 4-2-3-1, lakini mchezaji mpya ambaye ameweza kufanikiwa kuanza ni mmoja tu katika kikosi hiki. Fahamu golini ameweza kuanza Jibila Kasali, fullback namba 2 David Kameta Duchu, fullback namba 3 Nixon Clement Kibabage, center back namba 4 ameweza kuanza Ismail Toure, center back namba 5 ndiye team captain Rushain Dirok. Katika eneo la kiungo namba 6 ni Yusufu Ali Kagoma, winga namba 7 ni Libase Gueye. Tunashuhudia kiungo mpya Ibrahim Jaba kutokea katika nchi ya Nigeria ameweza kuanza katika kiungo namba 8, ambapo mchezaji huyu ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa ambaye kocha ameweza kusema kwamba wana Simba watajivunia kipaji alichonacho. Lakini mshambuliaji namba 9 kama kawaida ameweza kuanza Elimpanzu, kiungo namba 10 hapa ameweza kuanza Morris Abraham, winga namba 11 Anicent Yaura. Kwa hiyo mfumo wa 4-2-3-1, basi nyuma kutakuwa na Duchu, Kibabage, Ture na Duruku. Huko katikati kutakuwa na viungo wawili, yani double pivot, Kagoma na Ibrahim Jabana. Pale mbele kutakuwa na viungo watatu washambuliaji, yani ubavu wa kulia atakuwepo Anicent Yaura, ubavu wa kushoto yani ubavu wa kulia atakuwepo mchezaji anaofahamika kwa jina Albase Gueye, ubavu wa kushoto namba 11 ni Anicent Yaura, na pale katikati katika eneo namba 10 Morris Abraham, winga na mshambuliaji namba 9 atasimama mmoja Elimpanzo, ambapo tunaona kikosi hiki upande wa washambuliaji wote wana kasi. Kwa hiyo kocha anahitaji kuona wachezaji wakicheza kwa kasi, lakini wachezaji wa akiba kuna golikipa Hussein Abeli na Alex, lakini kuna mabeki na Sanchilambo, Anthony Mligo, Bedadus Masinde na mchezaji anaofahamika kwa jina la Mbegu. Lakini eneo la katikati hapo wachezaji wa akiba kuna Hussein Somfuko, Bakari Msimu, Kelvin na Sean, lakini pale mbele tunaona kuna mshambuliaji wa mpya kutokea Mali Ibrahim Dumbia, naye pia ameweza kuanzia nje. Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka naye ameanzia nje. Neo Maema naye ameweza kuanzia nje, bila kumsahau Innocent Leomba naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wameanzia nje. Kelesto Makigwala naye pia ameanzia nje, na mchezaji chipkizi huyu Bashiri naye ameweza kuanzia nje. Kwa hiyo tunaona katika mchezo huu wachezaji wenye majeraha hapa tukienda kumuongelea Wilson Nangu na Brahms Akiamza ndio ambao watakwenda kukosekana katika mchezo huu, na Selemani Mwalimu Gomezi ambaye Simba wameweza kumtambulisha, lakini kwa sasa yuko njiani akirejea nchini Tanzania. Tuambie katika mchezo huu unaiona Simba ikienda kuibuka na ushindi magoli mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police, ambao wao kwa upande mwingine nao wamekuja kucheza na Simba ikiwa ni sehemu ya kujiandaa kuelekea msimu mpya wa mashindano. Kwa shuka kwenye comment na like video yetu kama unaamini Simba atakwenda kushinda.